pole na safari na karibu mtamsikia kutokea wapi na nini hasa ambacho tunasimamisha kutoka. Nani kanisa? Hii kanisa tunasimama katika madhabahu hii. Kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu kwa neema ya pekee. Kwa majina naitwa Loda Maregesi Magori. Nilikuja hapa mwaka 2022 nikiwa na changamoto mbalimbali ambazo zilizotisha afya yangu. Na baada ya kuwa nimepata hiyo changamoto, nilipeleka hospitali ya Uganda, nikakaa ICU siku 4, nikatoka. Mama, ukisema changamoto mbalimbali, ni nini hasa mpaka ninakupeleka labda ICU? Kwa hiyo weka vizuri kidogo, hata kama ni kwa ufupi, lakini kuwe na uhusiano. Changamoto iliyonileta Mwanza kando nilikosekana kipimo cha stroke Musoma, ndo wakanipa mkaa ya kuja Kigani. Baada ya kuwa nimehudhuria hapo nikatoka, lakini sikupata unafuu. Shida ilikuwa ni nini? Shida iliyonipata, niliugua ghafla tu ikiwa katika shughuli zetu za kisiasa, ndio iliyopelekea hiyo changamoto. Na ilikuwa tarehe 3 mwezi wa 10 mwaka 2022 nikiwa mkoani katika wilaya ya Somali Mjini. Tulikuwa na maadhimisho ya siku ya wanawake kimkoa. Mimi nilikuwa mjumbe wa kamati ya utekelezaji umoja wa wanawake mkoa wa Mara. Sasa tulikuwa na maadhimisho siku hiyo. Baada ya kuwa umefika utambulisho, kuna mwenzangu kutoka chama akawa amejitambulisha. Alivyomaliza wakaita bunda, nikaingia. Nilivyochukua maiki kuongea, bado najitambulisha, nikasikia kitu kinatembea kupitia uti wa mgongo mpaka hapa hivi usoni. Sasa hapo wangu nimekuaje? Mbona nimefika hapa nikiwa mzima? Basi nikainua kichana, nikaenda nikakaa nyuma ya jukwaa. Nilivyokaa huko, Kwa hiyo hata kujitambulisha ukuweza? nilijitambulisha tu nikamaliza. Ndio hiyo changamoto ikawa imeingia, nikawaaga, nikawakaribisha. Sasa baada ya kuwa nimeacha maiki, nikasikia kama kutapika. Nikachukua kiti, nikaenda nikakaa nyuma ya jukwaa. Yule dada aliyeanza kujitambulisha akanipata, akaniambia, "Dada Anifa, umekuaje?" Nikamwambia, "Nasikia kutapika." Basi nikakaa. Muda kidogo wakaja na diwani viti maalum, wakaniambia, "Dada, umekuaje?" Nikamwambia, "Nasikia kutapika." Basi baada ya madiwani kutoka, akaja katibu wa viti mkoa. Akaniambia, "Dada Anifa, umekuaje? Mbona tumekuja tu wote tukiwa vizuri kwenye gari?" Nilichomwambia, nikamwambia, "Dada, sijui." Sasa baada ya hapo kilichoendelea sikufahamu. Na waliniambia walitoa hapa kupeleka katika kituo cha afya hapo Somali Mjini, na hali ya pale alikuwa mzuri ile huduma. Sasa ile katibu akaomba ambulance ili kusudi wapeleke mkoani. Ambulance ilikuwa imepata damu Tarime. Sasa ikabidi walichukua wapeleke kwenye gari lake, wakanipeleka kule mkoani. Sasa kule
kuja akaja msoma. Basi wakawa wananiangaikia hapo. Sasa walipoona ni nini ndio kilio kilipokosekana, ndio wakawa wamenileta huku Bugando. Baada ya kuwa nimekaa siku nilizosema hapo Bugando, baadaye nikatoka. Lakini katika kile kipimo kilikutana kwamba na stroke ya kichwa, halafu moyo, presha. Basi baada ya siku hizo nikapata ufahamu kidogo, nikaenda kwa kaka hapo Nyanza sekondari, nikakaa siku 2-3 nikarudi tena Bugando. Sasa kule kumbe baba wangu wamepata taarifa na mama, sasa tukiwa wachanganyikiwe. Wakawaambia mbona hatujamuona, wakaambia hamna, yuko kwenye ziara yake. Sasa mbona msema anaua baba na mama naenda kwa mahali mbaya. Basi ile kaka yake nakwenda kwa naongea na huyu kaka mkubwa huyu wa Nyanza. Basi mimi nikasikiliza, nikamwambia kaka mkubwa, nikamwambia mimi kama tunarudi Bugando, tukitoka mimi narudi nyumbani. Yule kaka akasema hapana. Siku hiyo tarehe 28 tukawa tumerudi Bugando tukiwa basi tukaruhusiwa kurudi nyumbani tena. Ile gari ndio kuleta kaka, mimi nasema sirudi. Mimi hapa naenda wapi? Naenda nyumbani. Basi mimi na dada mama yake na Shidi, basi tukarudi nyumbani. Tulipofika nyumbani ilikuwa siku ya Ijumaa. Sasa kaka yangu akanipigia simu baba yake na Kodo. Nikamwambia ninakuja kuja kuwaona wazazi wangu. Akakataa, akasema kwamba hapana, acha tu mimi nakuja kila Jumamosi. Kumbe alipokuja kuona ile hali, akasema kwamba mimi akienda au akenda kujua. Basi akaniambia subiri uje Jumapili ijayo. Basi mimi sikwenda, kwa wangu alikuwa ametoka mpani mke wake. Basi na mimi nikakaa. Wiki iliyofuata siku ya Jumapili tukaondoka. Tulipofika, wale wazazi walioniangalia hawakuwa na amani. Basi mimi nikawa najikaza nyuma kusimama siwezi. Sasa nikawaambia kweli nikaenda nikampiga hapo kwenye TV ili niwe naangalia kitu kwa Simgundue. Basi wakafanya hivyo. Walipoilisha chakula wakadai, wakaniambia njoo hapa mezani. Mimi nikasema amina, sinajua sisi Waislamu sisi kwa tunakula tukaa kwenye mkeka. Kama wakakataa, basi alikuwepo binti wa dada yangu akaambia baba tueni tu nitoke akala hapa. Basi nikakaa hapo nikaa kidogo, nikawa nimenyanyuka. Sasa nilivyonyanyuka kutoka nje, kumbe mama naye ananifuatilia nyuma. Nilikuwa na dada yangu mkubwa. Alipokuwa ananifuatilia nyuma, sasa ile dada anamwambiaje, sasa wewe mama unaenda wapi na leo watoto wako na wajukuu wako hapa? Halafu unajishika hivyo umetuaje? Akamwambia dada, unanifanya niwe waelevu eti. Sawa, yaani mwanangu anaomba hivi. Basi nilipomaliza jioni tukawa tumerudi nyumbani. Niliporudi nyumbani kwangu, baadaye nikarudi kule kijiji kwetu. Sasa ile kaka akaja baba yake na Kodo, akaniambia nikwambie mdogo wangu, nenda Mwanza madhabahu wanayosali Kodo. Nikasema sawa, kwa sababu kuna pesa zilikuwa zinatuma, wanasema kwamba ni mapepo, wamenitumia vipande, watoto wanatuma hela zinaenda tu. Basi siku moja nikaja hapa Mwanza, akaja siku moja akasema nipe 40,000. Basi nikampa 40,000.
siku hiyo nikatembea peke yangu. Tuongeze makofi zaidi kwa ushuhuda wa neema wa Hanifa. Tukumbuke tu Hanifa alipata stroke ya kichwa. Madaktari katika hospitali ya rufaa ya kanda ya Bugando wakajaribu iliyowezekana, lakini ikashindikana. Walichoamua ni kumruhusu kurudi nyumbani, maanake katika hospitalini hakuna kinachofanyika. Baada ya kutana za kule na kule, sikia hata ndugu zake walikuwa wanawaficha wazazi wake wasijue. Hii inaashiria kwamba hali yake ilikuwa mbaya sana. Baada ya kuhangaika kwa waganga, mashehe na kadhalika, Hanifa ambaye alikuwa anamiliki msikiti pale Bunda anayaacha yote hayo akisikia habari za Mungu anayetenda kupitia kwa mtume wake Daktari Kabambatu. Tumesikia wenyewe kwamba stroke ya kichwa hii na asili mmoja wa mwili inamfanya ashindwe kutembea na hajiwezi kabisa, lakini baada tu ya kuguswa na Mungu, Hanifa anatembea pamoja kueleza. Lakini pia nashukuru maji ya baraka, yaani ninapokuwa kule nyumbani, maana niko mbali na madhabahu hii, nikijisikia hali yangu, ninachukua maji ya damu ya Yesu, ninaomba, nasema nafunga damu ya Yesu, najiunganisha na madhabahu ya kanisa la Mtume Paulo Tanzania na baba yangu akiwa mtume wa Mungu aliye hai Daktari Badipati. Haya maji ni uzima kwa kweli. Hata nikiugua malaria sitawahi kumeza dawa, hata kama ni maumivu nikinunua hata dawa, yaani naomba tu yale maji, ile hali inaisha. Kwa kweli napata sababu ya kusema asante na kumshukuru baba aliyekuwa katika madhabahu hii kama Mungu aliye hai Daktari Badipati kwa mema anayotendewa katika maisha yangu. Kwa majina naitwa Monica Waigusi, kwetu ni Mara. Naendelea sana kuwashukuru na kumshukuru baba yetu Badipati kwa sababu nilikuwa na maumivu makali sana na nilikuwa naumwa miezi 6 kama miaka, niteseka sana, lakini nilipofika katika madhabahu hii kwa kweli nilifunguliwa na sasa hivi niko mzima. Hebu sogea mbele tuwatuambie hapo kwa sifa na watukufu wa Mungu na wale wote wanaotazama mchana wa leo. Tunakumbuka dada huyu alifika mahali hapa akiwa hawezi kutembea kabisa. Hebu turejee tu hapo kwenye picha hiyo ya marejeo katika ibada hiyo ambayo iliongozwa na mtume wa Mungu aliye hai wakati mheshimiwa mbunge wa Kahama mjini Mheshimiwa Jumanne Mshiba alipotembelea kanisa la Mtume Paulo Tanzania. Come out! Fire! Fire! Achia viungo vyake. Come out of it. Fire! In the name of Jesus. Come out of it. Shauri wote ule toka kwenye mwili huu. Out! Fire the name. Take it. Fire! Kwenye mishipa, kwenye uti wa mgongo. Out of the name. Be free. Asante Yesu.
Asante Jehova. Anaitwa nani? Anaitwa Monica Maregesi. Nani mtoto wako nani? Mtoto wa mdogo wangu anayepata mara ya 5. Asante baba kwa kupatia mwili wake. Monica! Monica! Amka! Amka mwenyewe. Hamna kushika. Asante Yesu. Amka! Asante Yesu. Simama mwenyewe. Asante baba. Mpe Mungu sifa. Simama mwenyewe. Samka. Simama kwa jina la Yesu Nazareti. Simama. Achia miguu yake. Maraka wako. Achia miguu yake. Take out. Come out of there. Come out of there. Come out of there. Achia. Out. Asante Yesu. Out. Baba, matendo yako makuu yanatisha kama nini. Asante Bwana Yesu. Simama. Simama wewe. Amka kwa jina la Yesu. Simama mwenyewe kaka. Amka. Tumrudishie sifa na utukufu Mungu. Amka. Niangalie mimi. Asante Roho Mtakatifu. Mungu jipe. Jitukuze mwenyewe. Simama. Simama mwenyewe. Amka. Simama, 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 simama. Angalia mimi. Tembea. Chai wakijita wakulia. Achia mwanangu saizi. Kwa jina la Yesu. Take out. Asante Roho Mtakatifu. Asante Bwana Yesu. Asante Bwana Yesu. Asante Roho Mtakatifu. Asante Jehova. Asante Mungu wa Ibrahimu. Be free. Free in Jesus name. Baba nakushukuru. Simama. Asante Mtakatifu. Tazama sasa ameweza kunyanyuka mwenyewe kwa nguvu tofauti na mwanzoni. Twende. Simama mwanangu hapa. Pingili za mgongo uliotengua na umba mpya. Kwa jina la Yesu. Take out. In Jesus name. Ostari wanasema ni nini? Wanasema kwamba Nini? misuli ndio imebana. Na muda gani? Ana muda gani? Toka Huu mwezi wa 6. Mwezi wa 6. bila kutembea. Ostari gani? Sasa misuli imebana. Angalia. Njoo. Njoo mwenyewe.
No. Twende. Simama, niangalie mimi, geuka, anakuombea mwenyewe kwa jina la Yesu. Geuka tena. Unaitwa nani? Monica. Ulikuwa unasoma unafanya nini? Ulianzaje kuugua? Toa sauti. Nilikuwa nakimbia. Ulikuwa unakimbia? Nikasikia kama kuna kitu humu hivi kimebana. Ndio nikaanzia hapo kuumwa kiunoni. Huku hivi kwenye magoti ndio hivi kabisa miguu ikakataa. Wakati ulipokuwa unakimbia. Jana walimpiga mikombora. Kama ulisema mama akakuwa na udini ndio mchezo wa watu hapo kwa hivi. Bye bye. Asante. Mungu nakupenda na nakuheshimu. Kwa ajili ya watu hao wote jipatie utukufu na watu wakurudie, Mungu akujue. Asante Yesu. Amka. Amka mwenyewe. Amka. Asante Baba. Asante Baba. Amen. Tena mwenyewe. Ni maajabu na uweza wa Mungu ametenda. Kwa hiyo hajaenda ofisini kwangu. Kwa hiyo ndio unakutana naye sasa hivi? Ndio nakutana naye. Ndio. Niangalie mimi na kurudisha viungo vyangu sasa hivi. Na mtumikie Mungu. Ukifika Msoma watakupiga. Ukienda nje ya Yesu. Sawa mwanangu? Una miaka mingapi? Umelipa chochote? Umenunua chochote? Basi linda neno la Mungu likae ndani mwako mwanangu. Au unapenda Mungu? Yesu anasema amemaliza zaidi kimbia kama sisi. Sasa mheshimiwa mbunge kama hapo unaweza kaigiza hivi? Wewe. Ni vya kutengeneza? Kwa hiyo ndio maana unafika kama hapo angalia mamaka anapolia. Mbona nimekuuliza ndio unaona leo? Naona sana ndio unamuona. Sasa brother, mheshimiwa watu wanapolia. Ni kwamba inachanganya. Ulikuwa huwezi kutembea, ulikuwa huwezi kuinama. Hebu inama na kuinuka sasa kwa sifa na utukufu wa Mungu. Kanisa tumshangilie Mungu. Kimbia hapo mbele sasa angalau tuone mtu ambaye alikuwa hawezi. Mshangilie Mungu kwa Mungu sifa. Ni maajabu na uweza wa Mungu sasa. Atusaidie yote haya. Tusimame kwa sifa na utukufu wa Mungu. Tukienda kwa Mungu. Tukimrudisha sifa Mungu anayetenda kuchapa mkono wake daktari na kupata. Ni muujiza wa kipekee. Sing
ni shida na mateso na maumivu na dhiki na vita na msukosuko kwa sababu ya kupigwa kwake ili tuwe huru. Alipotekwa sisi tunakuwa huru, alipofungwa tunafunguliwa. Haleluya. Na Yesu Kristo alijua sisi tunahitaji neema yake ya kuweza kupata hii mamlaka ya kukemea shida ulio nayo uweze kuondoka. Luka 24:34 kwanza 33 anasema hivi, 30 kwanza 34 tu. Yesu akasema, Baba, uwasamehe kwa kuwa hawajui watendalo. Hilo neno ni lako wewe na mimi. Tumesamehewa kwa kuwa wote hatujui tutendalo na hatujui tutendalo. Injili nasema vizuri. Wewe unaomba kama mlezi wako kwa neno liko waliasaka sio wanakisha iko hivi, unaona sio kwa chama iko hivi. Unapaswa ujue kwamba kuna adui wamekaa sehemu wanapatana, walikuwa wapatani, lakini baada ya kusikia wewe umeokoka, baada ya kusikia wewe maisha yako sasa ni mazuri, baada ya kusikia ndoa yenu imerudiana, baada ya kusikia biashara kidogo baraka mauzo yameweza kwenda, baada ya kusikia shamba la mpunga limeanza kutoa mazao, wanapatana tena kwa kuhamia wewe. Wewe unaona tunafurahi na wewe unapaswa jiyote. Yesu ukisoma kitabu hiki cha Luka 24 utaona kuanzia nyuma kuanzia 28, 29, 30 utaona Yesu katika kuteswa kwake. Herode na Poncio Pilato walikuwa waelewani, wanawasama, lakini kazi ya kumsulubisha Yesu walipatana. Wakapatana jinsi gani ya kumwangamiza Kristo. Haleluya. Kwa hiyo katika mateso haya msalabani, wewe Mkristo unapaswa kubadilika wewe kama Simoni wa Kirene. Simoni wa Kirene alisaidia mateso ya Yesu kuelekea msalabani, akambebea msalaba, wakaambatana wote. Kwa hiyo kwa changamoto ulio nayo, lazima ukubali Yesu akusupport ndio ufike kwenye shida yako iondoke. Hapo walipatana. Sasa wewe wanakwambia kemeo, fanya hivi, umesubiri maombi, you are long ya kutusira basi. Lazima ukubali wewe ni askari wa Yesu. Narudia, mwambie mzako, naelewa. Na ndivyo yalivyo. Waliokuwa wapatani. Baada ya kusikia mimi nimekuja kanisa la Mtume Paulo, na shangaa siku wanapatana. Kama siwaoni kwa macho ya nyama, macho ya roho yanawaona. Kama siwaoni mchana, usiku wanaonana. Ndio maana saizi na shangaa wanapiga vita. Kwa kuwa na sali. Nilipokuwa sali, walikuwa wanapigi vita. Yesu, wewe unawaona washtaki wangu, unawaona wananifanyia vita. Bwana Yesu nisaidie. Sema popote pale niliposhikiliwa, popote pale nilipofungwa, wanaopatana popote pale ili kunizamisha, ili kunishikilia kiafya, kwa jina lako Yesu, naomba niondoke, niwaache. Na yote aliyenigandamiza, aliyenifunga, aliyeniteka kiuchumi, kibiashara, kimalengo, shout, out, out, out. Sabaratisha muda. Kama inapatana kwa ajili yako, wanapatana kwa ajili ya mtoto wako aliye chuo, aliye shuleni. Sabaratisha mkutano wao, sabaratisha vikao vyao, sabaratisha wanaokuharibia mpango yako, maono yako, malengo yako yaliyoharibikiwa. Sabaratisha, kataa kwa jina la Yesu. Wanaosema mtoto wa fulani hapati kazi, mtoto wa fulani arudi kazini,
Yesu. Au nilienda madhabahu yote ile wakanilisha chochote au wakanilisha chochote ambacho sio Yesu, yawe ni mafuta, yawe ni maji, yawe ni chumvi, ambavyo vimeniunga Freemason, ambavyo vimeniunga kuzimu, ambavyo vimeniunga na magonjwa, kuchanganyikiwa, kuharibikiwa, sema nimekamata kwenye koo, na ninatapika vyote kwa jina la Yesu. Sema lakini Yesu anapigwa kule. Yesu anapigwa kwa ajili yangu mimi na wewe tukombolewe. Nasema kwa jina la Yesu. Hayo maneno ya Biblia yakataa. Hayo maneno ya babu yatapika. Tapika kwa jina la Yesu. Tapika kwa jina la Yesu. Tapika kwa jina la Yesu. Hayo maneno ya Biblia yakataa. Sema hayo maneno ya Biblia yakataa. Hayo maneno ya babu yakataa. Sema na yatapika. Baba sitaolewa.
hakuna shida, lakini kuna ufumbuzi ndani ya jina la Yesu. Amen. Watu wake kwa kawaida wanayo shida Alikuwa na madonda na kisukari ndio anamsumbua. Anadanganya na umo. Kisukari. Sema maneno yote yale. Maneno yote yale. Niliyonenewa. Au laana yote hiyo ambayo mnenewa na baba au babu au jirani. Sema Yesu njoo. Yesu njoo. Nina habari zako. Uko hai. Uko hai. Wewe unazabawili. Uko hai. Uko hai. Wewe unazabawili. Tunajua wengi tunatoka kwenye dini. Mmezoea jina la Yesu kusanya hela. Kusanya hela ni chango. Lakini jina la Yesu ni uhai na uzima. Kwa hiyo weka basi imani unayoshuhudia. Uangalie mtoto kama huyo. Sasa asiyemuona Yesu, mzazi wake yuko hapa. Yuko hapa. Ametoka wapi mtoto? Mliomo. Alikuwa shida gani? Analala usiku anauma meno. Anauma meno. Jibu la Yesu kwa karibu. Sema mwana wa Daudi. Unayetenda hapo mbele. Yatende na kwangu. Yesu! Mwite Yesu! Sema Yesu! Yesu! Kutoza
popote ambapo wameweka nasema ni sukari na tumbo. Umetokea wapi? Watoto wake wako wapi mzee? Niangalie. Shida yake utumbo na sasa na hiyo ndio kwa ana muda gani na umu? Mwaka mmoja. Tembe. Angalia. Mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Be free. Be healed in Jesus' name. Bye-bye in Jesus' name. Mwache. Simama mwenyewe. Pokea nguvu, pokea nguvu. Simama. Asante Yesu. Mpe Mungu sifa. Mpe Mungu sifa kwa moyo wako. Kwa kiasi. Tembea mwenyewe. Rudi. Tena kimbia wana hawa. Yes, oye!
gani? Una muda gani unaumwa? Ndeka kutoka na volia. Muangalie familia yake na volia. Mariza tumbo kwa makajana. Huyu ni nani kwenu? Hawa ni nani? Huyu ni kaka yangu. Huyu? Hebu jitafakari watu wa Mungu. Wewe Pasaka unawaanzia hela. Unatoa kilao. Waangalia familia wote. Na hapo narudia kwa mchungaji na story ameshawalamba hela. Mchungaji alikuwa ameshawambia kumaliza. Haoni kitu hapa. Mbona mnalia wanangu? Sababu kwa nini? Maji Wamepata. Naam? Ameteseka muda mrefu sana. Wewe umesema nani kwako? Ni kaka yangu. Wote mnaishi wote Mkorani. Kwa hiyo sasa wewe kwa alipokuwa anaugua ndio unaimuuguza. Mtume wa Mungu aliye hai, Dr. Wilbard Mpapi, kiongozi mkuu wa kiroho wa kanisa la Mtume Paulo Tanzania lenye makao yake makuu jijini Mwanza eneo la Kisekei, anawakaribisha nyote katika saa ya ishara, maajabu, miujiza na uponyaji kwa uwezo wa Mungu aliye hai. Chawi, uonevu wa mwovu ibilisi, Bwana Yesu atawafungua na kuwaponya kabisa. Habari njema ni za kutia moyo. Habari njema ni za matumaini. Ni hapa Rabi TV kwa siku za Jumatatu na Jumanne, Alhamisi na Jumamosi kuanzia majira saa 8:30 mchana, na kwa siku za Jumatano na Ijumaa kutana na mtume wa Mungu aliye hai live kuanzia saa 11 jioni, na kwa Jumapili ni kuanzia saa 12 jioni. Mjulishe na mwingine ili sote tukarejeshe vilivyoharibiwa na mwovu ibilisi. Ni hapa Rabi TV. Kwa mawasiliano zaidi, tafadhali piga simu nambari 0786 54 72 33. Nyote mnakaribishwa.